Jua kali sana, si ndio? Tanzania mliosimama hapa, mimi napata shida sana nikiwa naongea, nataka nigeuke niangalie. Njoo hapa hivi. Hapa. Niwe naona usoni. Wote. Tafadhali. Wewe njoo bana, wewe njoo hapa mbele yangu kabisa. Usiende hata kule. Njoo. Sana. Nataka niwe naona usoni wakati tunazungumza. Sasa ndugu zangu Kakora, jambo la kwanza, hili ni eneo letu. Uongo kweli? Na nataka niwaahidi kwamba tutarudi kufanya mkutano hapa jioni. Najua sasa hivi watu wengi wameenda kwenye shughuli. Uongo kweli? Kwa hiyo nitakuja jioni hapa tuzungumze. Na nataka nitoe salamu nyingi sana za mwenyekiti wetu, kwa sababu hapa ni eneo lake la kujidai. Hapa Kakora. Sasa kwa hiyo ziara yetu, alipoambiwa tutafika hapa juzi, wakili alipomtembelea akamwambia umwambie Heche awasalimie watu wa Kakora. Kwa hiyo salamu nyingi sana kutoka kwa Lissu, amesema yuko vizuri, hakuna kupiga magoti mpaka kieleweke. Mmezipokea, si ndio? Kwa hiyo tumekuja kwenu kuzungumza na nyinyi. Na tuko kwenye ziara ambayo tumeanza kanda ya Ziwa siku 10 zilizopita. Ziara inayoitwa No Reforms No Election. Na kwa kweli imekuwa ziara ya mafanikio makubwa. Huu mkutano tulionao hapa, CCM wakiitisha mchana hawezi kupata watu kama hivi. Mpaka shule zifungwe, watu wasombwe, kijiji kwa kijiji ndio watu waje kwenye mkutano. Uongo kweli? Lakini nyie kwa upendo mmeacha shughuli zenu mchana huu saa 7 kamili. Mko hapa mnataka kutusikiliza. Kwa tumekuwa kwenye ziara kwa siku 10 tukizungumza na Watanzania kuhusu No Reforms No Election. Na kwa nini tumefika hapa? Mwaka 2014 tulikwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Uchaguzi ule Chadema ilipata 30% ya vijiji vyote na vitongoji nchi nzima. Na vyama vingine vikapata 10% kadhaa hivi. Kwa mfano sisi kule Tarime tuna vijiji 88. Tulipata vijiji 66. CCM walipata 22. Na tulipata vitongoji 380 kati ya 500, CCM walipata 120. Kwa tuliwashinda kweli kweli. Na maeneo mengine. Kwa CCM kwa jumla kwenye nchi walipata 60% na kitu kwenye vijiji na vitongoji. Na mitaa hivyo hivyo. Hiyo ni mwaka 2014. Tulipoenda 2015 Chadema tukapata majimbo na wabunge 71 nchi nzima, 72. Tukapata madiwani 1000 na kitu kwa nchi nzima. Na sisi pale Tarime kwa mfano, jimbo langu la Tarime vijijini tulishinda mbunge, tukashinda na madiwani 16 kati ya 26. Kwa CCM wakabaki na madiwani 10. Kwa tukaongoza halmashauri, tukaongoza mbunge, na hivyo hivyo Tarime mjini, hivyo hivyo Serengeti na maeneo mengine. Kwa kweli majiji yote nchi nzima tuliongoza. Jiji la Dar es Salaam tuliongoza, jiji la Arusha tuliongoza, Iringa na maeneo mengi tulishinda, na Mbeya tukashinda majiji hayo, tukawa tunaongoza Chadema 2015. Ilipofika 2019 wagombea wetu wote nchi nzima wakainguliwa kugombea vijiji na vitongoji. Tarime ambapo tuko tunaongoza vijiji 66
tukapata 0. Tulikuwa tunaongoza vitongoji 380 tukapata 0. Tulikuwa tunaongoza wajumbe kwa maelfu, hakuna mjumbe hata mmoja. Tulipofika 2015 tukapoteza wabunge, mimi mwenyewe nikatolewa bungeni, tukapoteza madiwani wote kati ya 16, tukabaki na diwani mmoja. Nchi nzima tukapata mbunge mmoja. Hiyo ni 2020. Na wakati ule rais aliyekuwepo akajiapiza kwamba ataua Chadema. Tukafungiwa mikutano ya hadhara, mateso yakawa mengi, Lissu akapigwa risasi, watu wakafungwa, watu wakapotea, wengine wakakimbia nchi. Ilipofika 2021 yakatokea yaliyotokea. Mungu akaingilia kati. Akaingia Rais Samia. Alipoingia Rais Samia, action yake ya kwanza akamkamata mwenyekiti wetu Mbowe, mwenyekiti wa wakati ule. Akamweka ndani kwa kesi ya ugaidi, kesi ya uongo. Kesi ya ugaidi, hukumu yake ikithibitika unanyongwa mpaka kufa. Mbowe akakaa ndani kwa miezi 8. Kesi ikaendelea. Mwisho ikawa kesi ya aibu, kwa sababu polisi na watu wengine na prosecutor waliokuwa wanatoa maelezo wakashindwa kuthibitisha kesi beyond reasonable doubt. Kelele ikawa nyingi kimataifa na ndani ya nchi. Rais Samia akaona aibu, akamuita Freeman, wakazungumza, akatoka gerezani. Mwaka 2022 tarehe 20 mwezi wa 5 akatuita Ikulu, na mimi nilikuwa miongoni mwa watu tulioteuliwa na chama, miongoni mwa watu 5 kwenda Ikulu. Tukakutana naye tukazungumza. Akasema yeye ni Muislamu, akasema mimi ni Muislamu, sitaki dhuluma, niko tayari kuwa rais hata wa kipindi kimoja, lakini nchi hii haiwezi kuendelea hivi ndivyo. Watu wameumizwa sana. Anasema yeye watu wamenyang'anywa uongozi. Akasema kabisa uchaguzi wa serikali za mitaa haukuwa uchaguzi, uchaguzi mkuu haukuwa uchaguzi. Na akasema hata watu walioshinda kura za maoni ndani ya CCM hawakuteuliwa. Akatoa mfano, akasema kuna mtu alikuwa anapata kura moja kwenye CCM, anapitishwa kwa mgombea, anaachwa mtu aliyeshinda kura za maoni. Kwa akasema yeye hataki hayo mambo. Tarehe 20 mwezi wa 5 na akaunda tume kwa upande wa CCM, ikaongozwa na Abdulrahman Kinana, na sisi ikaongozwa na mwenyekiti. Tukakaa mwaka mzima tunajadili haya mambo, tukiamini kwamba ni mtu chini. Mikutano ya hadhara iliyokuwa imepigwa marufuku kinyume cha sheria, akasema ameruhusu. Watu waliokuwa wamekimbia akasema warudi ndani ya nchi. Tukasema labda ni mtu mkweli, tukazungumza naye. Ilipofika mwaka jana Novemba 27, wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, yakajirudia yale yaliyofanywa chini ya Magufuli. Uongo kweli? Waziri wa TAMISEMI Mchengero, ambaye pia ni mkwe wa rais, ameoa mtoto wa rais wangu, tulikuwa nao bungeni wote, mimi nimekaa nao bungeni, yule binti na Mchengero. Akatoka akasema wameondoa wagombea wa upinzani nchi nzima 26,900 kwa sababu hii au ile. Mojawapo wa sababu walizokuwa nasema kwamba wagombea wa Chadema au wa upinzani, kwa sababu upinzani kwenye nchi hii ni Chadema, hawajui kusoma na kuandika, mara wamejaza fomu vibaya. Miongoni mwa watu walioondolewa kwamba hawajui kusoma na kuandika ni mwenyekiti wetu wa vijana, ambaye ni wakili wa mahakama kuu, yaani mwanasheria, amesoma na uwakili,
na ni miongoni mwa mawakili wanaomwakilisha Lissu, akaambiwa hajui kusoma na kuandika, lakini wa CCM darasa la 4 anajua kusoma kuliko wakili. Wakaondoa. Tulipokutana kwenye kikao cha chama kutathmini hali hii, tukasema uchaguzi kwenye nchi hii hauwezekani tena. Uchaguzi kwenye nchi hii hauwezekani tena. Na kama uchaguzi kwenye nchi hii hauwezekani tena, wananchi sauti yao haipo, hakuna atakayewasikiliza, wananchi wataumia zaidi. Kwa sababu ukisoma katiba yetu ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Lengo kuu la serikali, hiyo ni B, itakuwa ni ustawi wa wananchi, na C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa nimesikia mnamzungumza kuhusu mbunge wenu. Mimi simjui jina. Anaitwa nani? Kwa sababu sijai kumsikia anazungumza. Na mbunge kazi yake ni kuwakilisha watu. Kama usemei watu, wewe sio mbunge. Ni bubu tu na kiziwi fulani, umeenda huko unafanya ujinga wako tu. Uongo kweli? Sasa nimesikia mnazungumza kuhusu mbunge. Katiba inasema serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi. Yaani badala ya nyie watu wa Kakora au jimbo la Msarara, watu wa Tarime, watu wa Geita, watu wa Mwanza, watu wa Dar es Salaam twende bungeni, hakuna nafasi ya kututosha wote kukaa, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende kutuwakilisha. Ndicho inachosema katiba hii. Mamlaka yako unakasimu. Rais anapata mamlaka yake kutoka kwako. Hawa askari mamlaka walionayo sio ya kwao, ni ya kwako, umekasimu kwao. Ndio katiba inasema. Kwa tulipofika tukasema uchaguzi hauwezekani. Na kwa sababu uchaguzi hauwezekani, wananchi hawana sauti tena, kwa sababu sauti ya mwananchi ni kura yake. Tukakaa kwenye kikao, tukatathmini, tukasema tunakwenda na agenda inaitwa no reforms, no election. Kwamba bila mabadiliko ya sheria na mabadiliko ya kikatiba hakuna uchaguzi. Kwa sababu hata hivyo uchaguzi ni nini? Kama watu wanaiba uchaguzi, huo sio uchaguzi. Uongo kweli? Kwa hiyo hakuna uchaguzi. Tukakaa kwenye vikao, tukazungumza na tukakubaliana. Na kwa nini tulisema hivi? Tulisema hivyo ili tulazimishe serikali iweze kubadilisha sheria, turudi kwenye mikono inayotakiwa, tushindane kwa hoja, tushindane kwa sera, kwa policy, na wananchi muamue. Mathalan, sisi watu wa kanda ya Ziwa na Watanzania tuna nchi nzuri. Hapa kanda ya Ziwa kila kona unayokanyaga ni dhahabu. Uongo kweli? Na jana mimi nilikuwa na ujua huu mgodi, lakini sikuwa na ujua ni mkubwa hivi. Jana ndio nimepita kwenye huo mgodi. Hiyo fence hiyo tumezunguka karibia saa nzima, tunazunguka hiyo fence. Saa nzima gari inatembea tu kwenye fence ya mgodi. Kwenye fence ya mgodi. Halafu huo mgodi uko kwenye kata ya Kakora hii hapa. Hali ndio hii, wananchi ndio hao. Katikati ya utajiri unaotoka hapo wa matilioni kwa matilioni, maisha ndio hapa. Na nyumba mnazokaa ndio hizi, na barabara mnazotembea ndio hizi. Hata wazungu ukisoma historia ya form 2, historia ya form 2 ambayo tulikuwa tunasoma tukiwa form 2, wanakuambia factors for the development of Johannesburg. Wanakuambia availability of minerals.
Yani kwamba kilichosababisha mji wa Johannesburg ukaendelea ni uwepo wa madini yaliyokuwepo. Ndio maana Johannesburg ni mji mkubwa. Ukienda mji wa Tasra, ukienda Durban, ni miji inayoambiwa imeendelea, imekuwa miji mikubwa kwa sababu kulikuwa na madini. Ukienda miji ya zamani, ukienda the Songhai Empire, Mali Empire, wanakuambia zilikuwa zina flourish kwa sababu kulikuwa na madini. Leo Tanzania ni tofauti. Nimezunguka kanda ya ziwa kwa siku 10. Ukianzia Tarime kuna dhahabu, nenda Geita kuna dhahabu, njoo Bulyanhulu kuna dhahabu, nenda Nzega nenda kila unapokanyaga, nenda Bukombe ni dhahabu, nenda Kahama ni dhahabu, nenda Katoro ni dhahabu. Kila kona ya kanda ya ziwa ni dhahabu. Ziwa kubwa kuliko yote Afrika kwa upana, ziwa Victoria, la pili duniani, liko hapa kanda ya ziwa. Kuna almasi, mwadui, kuna madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia, yanatoka Kabanga, Kagera, kanda ya ziwa. Watu wetu ni maskini. Barabara ya lami kwenye kanda ya ziwa, ukiacha barabara aliyoiacha Mwalimu Nyerere ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime, ukichukua barabara ya kutoka pale kwenye mchepuko wa kuja Kahama kwenda nani inayokwenda mpakani, ukachukua na barabara ya kutoka Mwanza kwenda Kagera, na ukachukua na barabara hiyo inayokatia Mwigumbi, hata sio barabara nzuri. Hiyo barabara nimepita kutoka Bariadi, mashimo yaliyopo unaweza kucheza draft kama uwe wakule tunaita uwe ile bao ile na kucheza ile. Kila sehemu ni moto. Wao kweli. Warawi na Rami ambayo ukiacha hizo barabara 3 kanda ya ziwa, niambie ni barabara gani nyingine na Rami? Anzia Meatu kwenda Mkoani, anzia Tarime unaenda Serengeti. Mbuga kubwa ya wanyama kuliko zote Afrika na duniani ina square kilomita 14,000 na ni kubwa kuliko nchi, baadhi ya nchi. Serengeti iko kanda ya ziwa. Nchi hii imejaliwa kila kitu ndugu zangu. Ni nchi ambayo ina ardhi ukubwa wa kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, ukizichanganya kwa pamoja hazifikii nchi hii kwa ukubwa. Hizo nchi zote zina kilomita za mraba 890. Sisi pekee yetu 945. Tuna madini ya chuma tunachoweza kutumia miaka 100. Tuna makaa ya mawe. Tuna mlango wa bahari. Bahari yetu ina urefu wa kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga. Ndio urefu wa bahari yetu. Na tuna nautical maili 200 kuingia ndani, zaidi ya kilomita 600. Hilo ni eneo letu. Tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Tunazungukwa na Rwanda, tunazungukwa na Burundi, tunazungukwa na Uganda, tunazungukwa na Zambia, tunazungukwa na Kongo, tunazungukwa na Malawi. Hizo nchi zote, ili mtu aendeshe gari, ili mtu grade ilime, ili mtu avae nguo, zikitoka nje zinapita kwenye maji ambayo Mungu ametupa bure, hayaishi leo wala kesho. Tunachohitaji ni kujenga gati. Bahari, bandari ni mlango wa fedha. Ni mlango ambao haufungiki wa fedha mpaka kiyama. Kwa sababu kila kinachosafiri kinategemea maji. Huwezi kubeba greda kwenye ndege, utapitisha kwenye maji. Greda wa Kongo wakinunua greda, lazima ipite kwenye maji yetu. Wakiwa wanasafirisha dhahabu yako, lazima ipite kwenye maji yetu. Kopa ikitoka Zambia inaenda China, itapita kwenye maji yetu. Wakinunua gari kutoka Japan, inapita kwenye maji yetu. Maji ya bure, unalipwa hela kwa maji Mungu aliyokupa. Iko pale bandari. Kagame alisema akipewa bandari ya Dar es Salaam, nchi zote za Afrika Mashariki na Kati watu watakaa nyumbani, atawalisha kwa hiyo bandari. Kwa sababu ni mlango wa fedha. Hiyo bandari wamejenga wakoloni, amekuja Mwalimu akaiendeleza, akaja Magufuli
Magufuli mimi ni tofautiana naye sana kwenye eneo la demokrasia. Akaijenga ile gati namba 6 mpaka gati namba 8, akanunua mashine za 0 hours ambazo hazijawahi kutumika. Yaani kama gari umenunua 0 km, 0 hour, akafunga pale. Akataka kuteka soko lote la Afrika Mashariki na Kati. Watu waliokuwa wanapeleka mizigo Msumbiji kushushia Mozambiki, Beira, na waliokuwa wanaenda kushushia Mombasa, waone efficiency ya bandari yetu, wahamia hapa. Akanunua. Leo bandari hiyo imekabidhiwa kwa Waarabu wa Dubai ni jangwa. Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000 70 wanatembea peku, wanaokota teksi tende jangwani, hawana hata choo. Mwaka 61 sisi tunapata uhuru, tuna chuo kikuu. Mwaka 63 Dubai hawajawahi, wako jangwani Dubai. Sisi mwaka 61 tuko watu milioni 8, wao wako 70,000. Nyewe mji wa Kakoro na watu 56,000. Nyie kasoro watu 12,000. Nchi ya Dubai ilikuwa na watu hao mwaka 61 kama watu mnaokaa hapa Kakoro. Leo wako milioni 3. Sisi tuko milioni 63. Kwamba sisi wote 63 milioni hatuna akili ya kuweza kuendesha bandari. Tumewapa Waarabu wa Dubai milele watu milioni 3. Watu wetu ni maskini, umaskini wa kutengeneza. Nchi hii wakati mwingine unamwomba Mungu usijue mambo yanayoendelea serikalini kwa sababu yanaumiza. Na ndio maana mimi nikiona vijana mko mitaani mnazungumza kuhusu beti na washangaa. Nasema hii nchi haina gani? Umaskini wenu, mnaishi maisha mabaya yanatengenezwa na kina Samia kwa makusudi. Halafu mnabishana goli na mama. Nchi inauzwa. Nchi hii eti uwanja wa ndege wa KIA ameujenga Mwalimu Nyerere. Uko pale unatumika. Mtalii akitua analipa $55, akiwa anaondoka analipa $55, $110 kwa mtu kutua na kuondoka. Uwanja ule unapitisha watu milioni 1.5. Wameuchukua, wamekabidhi kwa serikali ya Oman ndio waendeshe, kwamba sisi hatuwezi kuendesha uwanja ambao Mwalimu alijenga. Tuko hapa, migodi yote imekabidhiwa kwa China. Uongo kweli? Migodi midogo yote imekabidhiwa kwa China. Nasema uongo kweli? Kwa nini? Wanaambia nyie vijana wa Tanzania hamna uchumi, hamwezi kuchimba, hamna mitaji. Lakini dhahabu ya kwetu inatoka hapa inakwenda kutajirisha wa China. Alafu unafungulia redio, unasikiliza ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, inasema serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija bilioni 571 kwa mwaka mmoja. Mwaka jana bilioni 571. Matumizi yasiyokuwa na tija maana yake nini? Yaani mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ametumia kitu kinaitwa tafsida. Yaani kwa mfano wewe kuliko useme naenda chooni, useme naenda msalani. Yaani ametumia kuondoa ukali wa maneno. Lakini kwa kifupi ni matumizi ya kijinga. Yaani kwamba serikali imefanya matumizi ya kijinga bilioni 571. Sasa bilioni 1 ni milioni 1,000. Bilioni 571. Kama serikali ingekuwa inapenda nchi hii iendelee, hakuna nchi ambayo imeendelea bila serikali kuwekeza kwa watu wake, kuwapa watu wake empowerment, kuwawekeza watu wake wajenge uchumi wa nchi yako. Huwezi kutegemea uchumi wa kukopa na kuleta pesa kutoka nje ukaendeleza nchi yako. What you do, you empower your people. Unawapa watu wako uwezo ili serikali yako iendelee. Tungekuwa na serikali inayojali nyie vijana. Machimbo haya wanayowapa wa China kwa sababu hamna mitaji. Hizo bilioni 571 ukiunda hata kikundi cha vijana 100, Kakora 100, Tarime 100,
Geita 100, si wapi 100, alafu ukawapa eneo lenye machimbo, ukawapa mtaji wa bilioni 1, au basi uwape baruti, zile crushers, uwape madawa, uwape maeneo. Wale vijana wakichimba ile dhahabu, wakiuza nje, wakipata fedha, kijana wakakora huko kwenye kikundi. Wewe ukipata ile fedha utataka kujenga, utamwajiri huyu fundi akipata pesa atanunua dagaa kwa huyu akipata pesa atamwagiza bodaboda amletee dagaa nyingine. Basi itazunguka miongoni mwetu na itajenga uchumi wetu. Leo pesa inatoka hapa inakwenda China kwa kisingizio hatuna mitaji, lakini tuna pesa za kununua goli la mama. Na mtu anakaa kijiweni hapa kakora, sisi tumeshinda goli la mama. Unamwangalia merokoni, sio bure. Maskini ni uchawi. Tuna nchi na watu wa ajabu sana, watu ambao wanazungumza ujinga muda mwingi kuliko kuzungumza vitu vya maana. Watu wanaofuatilia mambo, si nani amefumaniwa na nani, kuliko kufuatilia hivi kweli mgodi mkubwa kama huu ndio barabara watu wanazotembea hizi. Serious. Maji yako kande, tumepita, tulikuwa kuchosa ndugu zangu. Tulikuwa kuchosa. Unatembea kando ya ziwa hivi. Na Geita vijijini, ziwa liko mita 200. Wasukuma wanalima mpunga hapa, wanasubiri msimu wa mvua mpaka msimu wa mvua. Maji yako pale. Serikali ikiwaletea wale watu mpunga, ikiwaletea maji kwenye mashamba yao, hata hapa Kakora, hata hapo nyuma tulikopita Soro, ikiwaletea maji, mpunga ni siku 90 umevuna, miezi 3 umevuna. Kwa hiyo mtu atalima mpunga wake, baada ya siku 90, baada ya miezi 3 atavuna, ataingiza maji kwenye majaruba, atapalilia, atapanda tena, atavuna. Kwa mwaka atavuna mara 4. Huyu mtu utakuwa umemwepawa. Serikali hiyo ambayo haiwezi kuwezesha watu, inaagiza mchele kutoka nje ya nchi wa bilioni 260 kwa mwaka. Kwa nini hizo fedha usiwempawe watu, alafu zizunguke miongoni mwa watu wako? Huyu mtu akipata pesa atanunua gari, atamwajiri huyu amwendeshe, ataajiri kondakta kwenye gari yake. Huyu mtu atanunua mfuko wa simenti kwenye duka linalouza simenti. Hilo duka litaagiza simenti kutoka Wazo itakulipa corporate tax. Serikali itakuwa na makusanyo makubwa, itaajiri vijana kuwa walimu, shule ziwe na walimu. Tukiwa bungeni mwaka 2017, mimi nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Wakati Magufuli anaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, nikamshauri ingieni kwenye YouTube himo. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, hili bwawa litahitaji chuma kingi sana, nondo. SGR itahitaji chuma. Nchi hii ni changa, bado inajengwa, inahitaji chuma, nondo. Kila sehemu nyumba zinazojengwa zinahitaji nondo. Mungu ametujalia sisi tuna chuma Rudewa, sehemu inaitwa Ganga, tuna mlima wa chuma. Mungu kwenye maeneo mengine aliwawekea watu chuma chini, wanachimba chini. Sisi aliweka mlima. Yaani sio nakwenda kuchimba, ni kwenda kutindua. Na Mungu alivyotupendelea akatupa na makaa ya mawe ya kujengia hicho chuma pale Liganga, Rudewa. Na mchanga wa kusafishia akauweka Iringa. Yaani kwa mfano India wana chuma, lakini hawana makaa ya mawe, wanafuata makaa ya mawe Tanzania. Sisi ametupa chuma, ametupa na makaa ya mawe, akatupa na mchanga wa kusafishia kiwe chuma, akaweka vyote hapa pale Rudewa, Liganga. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, kabla hujaanza kujenga kwanza kutumia bwawa la Mwalimu Nyerere, utahitaji chuma kingi, utahitaji nondo za matilioni ya fedha. Tujenge kwanza kiwanda chetu. Kiwanda kile kilikuwa kinaenda kuajiri vijana 60,000 au direct employed. Yaani wale waajiri moja kwa moja 60,000. Nchi hii watumishi wote wa serikali wako 520,000 tangu uhuru. Yaani chini ya 1%. Wote walimu, serikali wako 520,000.
Sasa hicho kiwanda pekee yake kilikuwa kinaenda kuajiri watu 60,000, 10% ya watumishi wote wa serikali walioko mpaka sasa hivi, 10% yote kwa tunaenda kuajiriwa pale. Haujazungumza makampuni ambayo yangefanya kazi za subcontractors pale, labda kuservice mashine, labda kuwapelekea chakula, labda kuwauzia makaratasi. Hujazungumzia hivi. Direct employed 60,000 hawa wangeajiriwa mle kiwandani. Sasa kile kiwanda kilikuwa kinaenda kujengwa kwa dola za Kimarekani bilioni 3. Bilioni 3 kwa fedha za Tanzania ni trilioni 7.8. Unachimba miaka 100. Unawauzia Kenya, unawauzia Malawi, unawauzia Zambia, unawauzia nchi zote za Afrika, nchi ambayo ina teknolojia ya chuma, nafikiri ni South Africa. Nyingi hazina hiyo teknolojia. Na katika uvumbuzi wa binadamu, uvumbuzi mkubwa zaidi kwenye historia ya binadamu, namba 1 ilikuwa printing, maandishi. Namba 2 ilikuwa ni antibiotics, uvumbuzi wa madawa ya antibiotics. Namba 3 ilikuwa umeme. Namba 4 ilikuwa ni chuma. Ndio uvumbuzi mkubwa ambao binadamu alifanya ukaleta mabadiliko makubwa kwenye maisha ya watu. Sasa sisi tuna chuma pale. Nikamshauri rais, jenga kwanza kiwanda, alafu sasa waite hao Waarabu wanaotaka wakujengee bwawa. Unaambia sasa, sikilizeni, njoo hapa nijengeni bwawa. Shilingi ngapi? Trilioni 5. Sawa, nitakulipa hizi hapa. Lakini chuma chote unanunua Tanzania. Sheria ya local content tunayo. Chuma chote utanunua ndani ya nchi. Hakuna kufuata nchi. Kwa hiyo unampa haya contractors pesa kwa mkono huu, alafu unazirudisha kwa mkono huu ndani ya nchi. Matokeo yake ni nini? Kwamba ungepanua base ya ajira kwenye nchi hujawahi kuona duniani. Kwa sababu makusanyo yako yangekuwa makubwa, retention ya fedha ingekuwa kubwa. Ndugu zangu, iko hivi, hakuna nchi inayoendelea duniani bila kuwa na basic industry. Huwezi kuendelea, utageuka kuwa conduit. Conduit ni kama mto. Kwa nini mto haujai maji? Mto haujai maji kwa sababu maji yale yanachuruzika yanaenda ziwani. Ziwa ndio linajaa maji. Ziwa lina uwezo wa kushikilia maji muda mrefu, kwa sababu mto hata ukikusanya maji kwenye vijito vidogo vidogo bado unayapeleka. Ndio principle ya uchumi. Kwa hiyo kama una kiwanda chako cha chuma, unaruhusu kuingiza kuliko unavyotoa. Ukiwa na nchi ambayo ina export kuliko inavyo import, ndipo unaweza kujenga uchumi. Wao wana uwezo wa kuuza zaidi kuliko wewe unavyonunua. Hawakutusikiliza. Sasa mwaka jana peke yake tumeagiza chuma kwa takwimu za BOT kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3 kwa mwaka huu mmoja. Mwaka juzi trilioni 3, mwaka ule mwingine trilioni 4. Kwa miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni 10. Wakati tungejenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8 tukachimba milele, miaka 100 tunachimba hapa. Kwa miaka mitatu tumetumia trilioni 10, ambayo ungechukua trilioni 7.8 ukajenga kiwanda kikakupa ajira, kikakusababishia ukapata mapato zaidi. Wewe umeagiza chuma cha trilioni 10 kwa miaka mitatu. Kuna akili hapo? Hamna akili hapo. Na waulize nyie Kakora, kuna akili hapo? Hamna. Ndio maana wakija hapa ni kuimba tusije juu zaidi. Sasa juu wanatafuta nini? Hapa chini ndio kuna shida hapa. Wananchi hawana barabara, hawana maji, hawana umeme. Shida iko chini, kwa juu wanatafuta nini? Anakaa Mungu. Chini hapa ndio kuna shida. Na wanapeleka wabunge vilaza bungeni. Sasa kwa mfano huyu mbunge wenu unategemea aseme nini bungeni? Mimi nikimzungumza nampa jibu. Unategemea aseme nini sasa? He cannot read, he cannot comprehend things. Mbunge ambaye unakutana mbunge anazungumza, hawa ni mbunge. Mbunge kazi yake ni kutunga sheria. Mwambie huyu mbunge wenu asome mistari miwili ya Kiingereza hivi kama anaweza kutunga sheria. Yeye hajui. Wao wakikaa bungeni kwa sababu hata budget inapotungwa lazima itungiwe appropriation bill, sheria ya matumizi. Hawajui, ndio maana vitu vinakuja kutekelezwa on the ground. Anasema hiki kimepitishwa, ulipitisha kwenye karatasi 4 kwa sababu huwezi kusoma. Ndio maana tulipokuwa bungeni unaweza ukaona wabunge ikifika muda wa
changia masuala ya sheria, utasikia Mheshimiwa Heche, Mheshimiwa Mnyika, mpira unarudi yote yananyamaza, yanakuwa madogo pale kama pili. Hapo sasa tunakaa wakala mtupa, mpira unakuja unawekwa hapo na shushwa chini. Anaweza kufanya schedule of amendment huyu bungeni, anaweza, au yule mwingine. Nchi na vituko, yani haya ni mabunge ambayo nchi inaweza kuuzwa yako mne bila shaka. Hata bandari ilipokuwa inauzwa hawajui terms za Kenya, hata wape mkataba hivi wakae nao hivi, mpe akae nao hivi. Yani mtu ambaye hajui kusoma, ukimpa barua imeandikwa leo uwawe, ipeleke polisi, alale nayo siku 10, umwambie ipeleke polisi, si hata ipeleke imeandikwa vile vile. Sasa hicho chochote kichomo mle. Ndio hao. Nchi inachezewa hii. Nchi ya ajabu hii. Alafu mko hapa mnategemea, mna matumaini kwamba hao watu iko siku watawahurumia. Kikwete aliuza migodi, Mkapa aliuza mashirika ya umma. Huyu mama naye alipoingia akauliza nini kimebaki? Bandari. Naye amepiga mnada bandari. Mwingine atakuja aambiwe nini kimebaki? Wananchi, piga wote mnada. Kwani kupiga mnada ni kufanya? Kupiga mnada ni kufanya? Ngoja. Si Wachina wameshaingia huko nchini? Si ndio wanamiliki minsi zote za uchumi? Mtu anayemiliki uchumi anaweza kucontrol anavyotaka. Kama Wachina ndio wanamiliki uchumi wa nchi, ndio wanauza hadi ndara Kariakoo, wewe unategemea nini? Mnanchi hapa? Mnanchi hapa? Na angalia nguvu zinazotumika kujaribu kuiua Chadema. Na nawaambie haki ya Mungu kabisa, siku Chadema ikifa imeisha. Wala hili si watanii, wala si wadanga. Siku mkiona tumefunga mdomo, mkaona Lissu amenyamazishwa, imeisha. They say you mchana kweupe. Ndio maana kuna vitu vinaitwa vyama 18. Umesikia wanavizungumzia? Hao wanaosema Chadema imekufa, lakini ndio hiyo wanaoishambulia. Sasa kitu kilichokufa kwa nini tunakishambulia? Msajili anashughulika na Chadema. Kuna wenzetu tulikuwa nao wamehongwa na wao wanataka waanzishe chama. Wapewa hela za serikali. Wamekuwa vibaraka. Wao wanashambulia Chadema. Kila chama kinashambulia Chadema. Wewe inakwambia nini? Polisi wanashambulia Chadema. Na ambao wanatumika, wamepigika vibaya kabisa. Nilikuwa mbunge na nilikuwa 12 milioni month. Askari hao pamoja na kazi ngumu wanayofanya, ukiangalia maisha yao ni matatizo. Kuna shida nchi. Na hao watu, kazi ya uaskari is a noble job. Ni kazi ya utume. Askari ndio maana risasi ikipigwa hapo, wakati sisi tunakimbia hivi, yeye atakimbia kuifuata risasi au kuokoa maisha. It's a noble profession. Ni watu ambao wanatakiwa kuangaliwa, kusaidiwa. Ndio maana nchi zilizoendelea wanaitwa men in uniform. Akiingia kwenye gari akakuta sisi moja, wewe unasimama umwachie, kwa sababu ni watu wamejitolea, wamekula kiapo cha kukufanya wewe uwe salama hata yeye akifa. Lakini wamegeuzwa, wanatumika na sisi, wanaharibu nchi, wana masturbate nchi yetu. Wanakuja mwingine unakuta amevaa, utafikiri anaenda Darfur. Hapa sio Darfur, tunakuja kuzungumzia maisha. Sisi sio maadui zenu. We are your friends. Tukiingia kwenye nchi ya tutafutia askari Kongo, tutawatumia nie. Sana tutakachofanya tutabadilisha maisha yetu. Wazi kwa nchi ambayo hata hizi uniform zinaitwa uniform, zinapaswa kufanana, zinapaswa kushona vizuri. Sasa angalia, huyu amevaa kijani kama inaelekea Chadema, yule imekauka kidogo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tuna watu ambao wameiba mpaka kwenye sako pesa zao za kufa na kuzikana. Haya mambo sio ya kuchekesha. Na ndugu zangu askari, mkiona watu wakiwagusa watu wanacheka, ni kwa sababu people hate you. Watu wanawachukieni kwa matendo mnayotumiwa kufanya. Nimeona juzi gari imeanguka sehemu, askari wamepata ajali, wanamwambia watu wawasaidie, watu hawataki, wanasema acha wafe. Chuki.
chuki imekuwa kubwa, na hii chuki inasababishwa na watawala wanaotumia hao watu. Hawako hawana shida. Nilikuwa na OCD mmoja jana, anakurupuka kuja kwenye mkutano, nikamwambia sheria yako inakwambia nini? Mimi napokea maagizo. Soma video yako, Police General Orders inakwambia nini? Lazima tubadilishe hali hii. Ndugu zangu, nchi hii ilikofika lazima ibadilike. Na nchi ilipo hatuwezi kuibadilisha kwa sasa katika uchaguzi uliopo. Ndio maana Chadema tumesema tufanye kwanza mabadiliko ya uchaguzi, alafu tushindane. Haiwezekani watu wakakora, haiwezekani. Mechi ya Simba na Yanga inachezwa, alafu refarii awe Haji Manara. Nani atakubali hiyo hali? Nani atakubali hiyo hali? Yanga hata Simba akichezewa faulu katikati, Haji ataipeleka iwe penalty. Uongo kweli? Au mechi inachezwa Yanga na Simba, alafu eti Ahmed Ali ndio awe mshika kibendera Yanga, utakubali hilo jambo? Sio offside zote atamwambia striker wa Simba, wewe simama kule mpira ukija kufunga tu, hamna offside hapo. Uongo kweli? Sasa wanataka sisi tuende kwenye mechi ambayo referee anatoka upande wao, Benjamin upande wao. Omar Ramadhani Mapuli, katibu mwenezi wa CCM, ni mjumbe wa NEC wa hiyo tume ya uchaguzi. Alikuwa katibu mwenezi mstaafu kama Makara. Leo ni mjumbe wa INEC. Alafu tunaambiwa tuingie kwenye huo uchaguzi. Kuna uchaguzi hapo ndugu zangu? Sisi tunachotaka na tunachomwambia Samia, hatuna ugomvi na wewe. Si unaibwa huku mama choko kichimbo, mama ametuchimbia barabara, mama amefanya mtu hata akikohoa. Nilimsikia hata mbunge jana mwingine anasema mechi ya Simba na Yanga ibadilishwe itwe derby ya mama. Mlimsikia kumsikia? Kila kitu mama. Sasa mama, si umefanya mengi, si unajiamini? Badilisha uchaguzi, tushindane. Tundu Lissu asimame hapa, wewe usimame hapa, ipigwe dakika 90 ya kweli. Pigwe dakika 90. Nyie kakora mnasemaje? Nyie mnasemaje? Baraza la Maaskofu limesema, KKT imezungumza, Shura Maimamu amezungumza, Mzee Warioba amezungumza, Mzee Butiku amezungumza. Muda upo bado kufanya mabadiliko. Ndicho tunachotaka. Hatuna ugomvi na mtu. Huo ndio msimamo wetu. Wanaopinga huu msimamo ni vibaraka walionunuliwa kutoka Chadema na CCM, ndio wanaopinga huu msimamo. Lakini msimamo nchi nzima inaunga mkono uchaguzi huru, haki na wa demokrasia. Ndio msimamo wa nchi. Nyie kakora mnasemaje? Kakora mnasemaje? Wangapi mnaunga mkono msimamo wa chama? Nyosha mkono tu. Nyosha mkono tu. Nyosha mkono tu. Tunataka uchaguzi huru, haki. Hatuna ugomvi na mtu. Tunataka tuende kwenye uchaguzi ambao utakuwa credible, uchaguzi utakaoruhusu wananchi muwe na sauti. Mkiweka Chadema madarakani ikiahidi uongo, muwe na nguvu ya kuipiga chini na kuweka mtu mwingine, tutakuwa na heshima katika nchi. Tutakuwa na heshima katika nchi. Inakuwaje nchi pekee yenye Tanzanite duniani wazee wake wanaishi kwa kutegemea TASAF? TASAF ni umaskini. Tunawaambia hawa ni Chadema wasipewe, hawa ni CCM, hawa ni ni kafu wasipewe. TASAF 30,000 baada ya miezi mitatu. Nchi hii tunaweza kumlipa kila mtu pension, universal pension. Kwa sababu iko hivi, kwa nini askari akistaafu anapewa pension, wewe ukifikisha miaka 60 usipewe pension? Kwa nini? Kwani hawa askari ndio wanajenga majengo? Sikuna fundi aliyejenga hili jengo? Fundi huyu hajatumikia taifa kwa kuweka nguvu zake na kujenga nchi hii? Kwani kujenga nchi ni vipi? Mtu anayechoma mkaa kule kijijini, si ndio alichoma mkaa huyu mama akakaa usini afanye kazi? Bila huyo mchoma mkaa huyu asingekaa, kwa sababu njaa ingemuua, angeenda kuchoma mkaa mwenyewe, tusingekuwa na askari.
Bila mkulima, mwalimu angekaa ofisini. Mkulima ndio alilima chakula, mwalimu akara, akafundisha. Kwa hiyo kila mtu anatumikia taifa hili. Bodaboda unatumikia taifa, muuza nyanya unatumikia taifa. Ndio maana kwenye sera yetu Chadema tunasema kila atakayefikisha miaka 60 tutamlipa pension ya serikali, kwa sababu na yeye ametumikia taifa hili kulijenga. Everybody. Kenya wamefanya hivyo, hatushindwi kufanya hivyo. We have everything. Tuna kila kitu cha kutufanya tu flourish. Sisi ni nchi tajiri kuliko nchi zote Afrika Mashariki na Kati. Na Afrika. Msikia rais wa Brazil anasema Mungu ni Mbrazili. Nikasema huyu hajui. Mungu ni Mtanzania. Sisi ndio tunaziwa kubwa kuliko yote Afrika la pili duniani. Sisi ndio tunaziwa lenye kina kipana kuliko yote Afrika la pili duniani. Sisi ndio tuna mlima mrefu kuliko yote Afrika ya pili duniani. Sisi ndio tuna madini yanaitwa Tanzania, hapatikani kwingine kokote isipokuwa Tanzania. Sisi ndio tuna Cradle of Man, Ngorongoro, iko kwenye maajabu 7 ya dunia. Sisi ndio tuna mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima. Ukichukua Seru, Ngorongoro, Katavi, Manyara, Mikumi, ukiziunganisha kwa pamoja ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi ukiziunganisha kwa pamoja. Mbuga zetu. Unasemaje sisi hatujapendelewa kuliko mtu yoyote duniani? We have everything. Tuna ardhi ambayo hata mita moja haina jangwa. Tuna maji chini. Kuna maji Kimbiji na Mpera, wanasema wakiyatoboa Dar es Salaam itazama. We have everything. Tuna bahari. Nini ambacho hatuna? Unaangalia uvuvi uliofanyika Norway mwaka jana, serikali ya Norway imepata mapato ya dola za Kimarekani bilioni 9.7 kwenye uvuvi tu wa baharini, ambazo ni trilioni 30. Budget ya nchi yetu ni trilioni 54 ya kukopa na kuomba. Ndio maana tunapowafinya kule Ulaya ikijadili wanapiga kelele vibaya sana, kwa sababu wanajua hawana pa kukimbia kwenda kuomba. Tutawafinyia pote pilipili na limao. Sawa. Sasa tunashindwaje kuvua kwenye nchi yetu? Tuna gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Kwa ndugu zangu wa Kakora, tumekuja kwenu kwa agenda hiyo, kwamba tunataka mabadiliko ya sheria ndio tuende kwenye uchaguzi. Bila hivyo hakuna uchaguzi. Na bila hivyo haki ya Mungu nchi, nani ataenda hata kwenye hizo kura wanazosema ataenda kupiga? Bila Chadema. Hivi inawezekana nchi hii ikawepo ligi ambayo Yanga hayumo na Simba hayumo mmoja wao? Hiyo ligi itakuwepo? Hata vikiwepo hivi JKT Ruvusi nini bila Simba na Yanga. Sasa wanaunda hivi si JKT Ruvu na wenyewe kila mtu ni Chadema. Chadema hii sio ya ndimi mbili. Hii inaongozwa na Lissu na Heche. Na walifikiria hivi, wakimweka Lissu ndani tutakaa ndani kulia. Hakuna kulia. Weka kaa na Lissu ndani, sisi tunakugonga huku mtaani. Na Lissu jana jamaa mmoja akasema ni kama pombe ya gongo. Yaani ukiiweka stooni muda mrefu ndio inakuwa kali zaidi. Uongo kweli. Kwa hiyo sisi haturudi nyuma. Nataka wote hapa tusogee, waandishi wachukue picha hii ya no reform kama mnaiunga mkono iende. Wote mlioko hapa sogea hapa kwenye hili gap hili hapa. Alafu nitawaelekeza. Nyie wote hata mliokaa kwenye kivuli simameni bana. Simameni, sogeeni huko. Tafadhali. Twende kwa haraka kidogo. Sogea hapa kwenye hili gap. Sogeeni wote hapa. Tunataka hiyo picha ya Kakora ya no reforms no election. Wote. Yes, hapo. Tafadhali. Sogea jamani. Mbona mimi niko juani, nyewe mnaogopaje jua bana na tumeshamaliza? Au hatuko pamoja? Tuko pamoja. Sogeeni sasa. Sogea. Kumbe watu wengi kiasi hichi mlikuwa huko. Hatuchagui. Sogeeni. Haya. Nakimbia jua. Hata kama mnaogopa jua mtaweza kukabiliana na CCM kweli? Haya. Wangapi Kakora wanasema msimamo wetu wa no reforms no election ni msimamo sahihi? Nyosha mkono tuone. Kakora wanasema no reforms. Hamna sauti hapo. No reforms. Kakora no reforms. Peoples.
mabadiliko, hakuna uchaguzi. Tunaelewana vizuri? Na chama hiki kitaenda. Wanasema eti tusipokuwa na ruzuku chama kitakufa. Tumesema hakifi. Hiki chama kitakufa kama wananchi hawapo. Sawa sawa? Hiki ndio chama chenu. Kipokeeni, kijengeni, kipiganieni. Tunaelewana? Na hata hapa tunahitaji mtuchangie mafuta ya kuendelea. Nani ana kaboksi hapa? Nje wote hapa. Fungua hiyo kamba hapa. DJ gonga One Love wakati